Ndugu washiriki, kwa kutambua umuhimu wa ushirika katika kuwaweka wakulima pamoja, serikali inaendelea kuhamasisha wakulima, wafugaji na wavuvi kujiunga na vyama vya ushirika vya akiba na mikopo AMCOS vitakavyokuwa chanzo cha mikopo kwa ajili ya kuendeleza shughuli zao na kuimarisha uwekezaji katika kilimo, ufugaji, uvuvi na viwanda vya kusindika mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi. Aidha, kuimarisha upatikanaji wa mitaji, serikali inaendelea kuhamasisha na kuzitaka taasisi za fedha kubuni bidhaa na huduma zitakazowezesha wananchi wengi kukopa ili kukuza mitaji yao. Nichukue fursa hii kuvipongeza vyama vya ushirika kwa mafanikio makubwa yaliyopatikana, ikiwemo kuongezeka kwa 16.12% ya thamani ya mazao ya kupitia vyama vya ushirika kutoka shilingi trilioni 4.2 msimu 2024/25 hadi shilingi trilioni 4.9 msimu wa 25/26. Kukamilika kwa zoezi la utambuzi na uthaminishaji wa mali za vyama vya ushirika nchini, ambapo mali zenye thamani ya shilingi trilioni 1.008 zimetambuliwa na kufanyiwa uthaminishaji. Uwekezaji katika ujenzi wa ghala za kuhifadhi mazao, viwanda vya kuongeza thamani ya mazao na ununuzi wa maroli ya kusafirisha bidhaa za mazao ya wakulima na kuchangia maendeleo ya jamii kupitia ajira za kudumu na muda mfupi na mchango katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu na afya. Ndugu washiriki, mitaji ni muhimu ili kuimarisha uwekezaji katika kilimo, ufugaji, uvuvi na viwanda vya kusindika mazao, mifugo na uvuvi. Ili kuwezesha upatikanaji wa mitaji, serikali inaendelea kuhamasisha na kuzitaka taasisi za fedha kubuni bidhaa, huduma zenye unafuu kwa ajili ya wakulima, wavuvi na wafugaji. Nimefarijika kuona benki ya ushirika inaendelea kufanya kazi nzuri ya kuwahudumia wakulima, wanachama wa vyama vya ushirika na wananchi kwa ujumla. Napenda kutoa rai kwa Wizara ya Kilimo kuhakikisha benki hii inakuwa na kuimarika ili kuwa suluhisho la kudumu la huduma za fedha kwa wakulima. Aidha, nimefarijika sana kushuhudia Tume ya Maendeleo ya Ushirika, Shirika la Bima la Taifa na Shirikisho la Vyama vya Ushirika zikisaini makubaliano ya mashirikiano katika eneo la kumlinda mkulima na ushirika bima. Hii ni hatua muhimu katika jitihada za kumlinda mkulima dhidi ya majanga mbalimbali yanayotokana na kilimo na nje ya kilimo, na hivyo kuwalinda wakulima dhidi ya hasara zinazoweza kujitokeza kwa kuwekea wakulima bima. Hongereni sana kwa hatua hii muhimu. Ndugu washiriki, ni dhamira ya serikali kuimarisha na kuendeleza ushirika nchini. Hivyo ninaitaka Tume ya Maendeleo ya Ushirika kuendelea kufanya usimamizi wa vyama vya ushirika na kutoa miongozo ya kitaalamu kwa vyama vyote nchini. Aidha, Shirika la Ukaguzi na Usimamizi wa Vyama vya Ushirika KOASHTU pia liendelee kufanya ukaguzi wa mara kwa mara wa vyama vya ushirika kwa lengo la kuhakikisha nidhamu ya matumizi ya fedha, kuzuia ubadhirifu na kuongeza uwazi katika uendeshaji wa vyama hivyo. Ushirika wenye uadilifu ni muhimu sana katika kujenga imani kwa wanachama na kuvutia uwekezaji zaidi. Kuimarika kwa ushirika kunategemea uwajibikaji, uaminifu na uadilifu wa wanachama na viongozi na watendaji wa vyama vya ushirika. Kwa msingi huo, kampeni ya Linda Ushirika, Chagua Uadilifu iliyozinduliwa hivi karibuni imekuja wakati mwafaka ili kuimarisha uwazi, uwajibikaji na mapambano dhidi ya vitendo vya ubadhirifu na rushwa katika vyama vya ushirika. Wito wa serikali kwa taasisi za umma na binafsi, wadau wa maendeleo na wadau wote ni kuipa ushirikiano Tume ya Maendeleo ya Ushirika katika kufanikisha utekelezaji wa kampeni hii muhimu inayolenga kutokomeza vitendo vya kihalifu ndani ya ushirika. Ndugu washiriki, ili kuimarisha utendaji kazi wa vyama vya ushirika na kuinua mchango wake katika kukuza uchumi wa taifa letu, naitaka Wizara ya Kilimo kupitia Tume ya Maendeleo ya Ushirika kuhakikisha ushirika unaendana na Dira 2050 inayoelekeza vyama vya ushirika kuwa na mwelekeo wa kibiashara na kuwa kichocheo muhimu cha ujenzi wa uchumi wa viwanda na ukuaji jumuishi wa taifa letu.
kutoa elimu na hamasa zaidi kwa wananchi wote ili kujiunga na vyama vya ushirika na kufikia lengo la mpango wa maendeleo ya miaka mitano ili kufikisha vyama vya ushirika milioni 20,540,850 ifikapo mwaka 2030-2031. Kuhakikisha sekta zote na makundi yote muhimu hususan vijana na wanawake wanawezeshwa kuanzisha na kusimamia vyama vya ushirika na kuimarisha uongozi wa vyama vya ushirika pamoja na kuchukua hatua kali na za kisheria kwa vitendo vyote vya ubadhirifu.